Furahi ni yule mtumishi ambaye Bwana akirudi atamkuta akifanya vile alimwambia, kwa maana atakaa kwa meza na atajiandaa ili akunywe na akule. Bwana asifiwe. Wakati huu ni sisi tunatumikia Bwana, lakini kuna wakati unakuja, the Bible says, akikuta tukifanya vile alituambia, atakaa kwa meza ili atutumikie. Hallelujah. Now we are serving God. There is a time that Jesus will serve us. Hallelujah. Kuna wakati Yesu atatutumikia. Yule yeyote ambaye atakutwa na Mungu akifanya vile alimwambia, the Bible says atakaa mezani naye will be served. Hallelujah. So this is our portion. Na hii ndio tunangojea. When Jesus comes, we will receive. Hallelujah. Na tutasafiwa hata kama tunasafu saa hii, hata kama saa hii tunatumika. Kuna wakati unakuja tutatumikiwa na yeye in the kingdom of heaven. Hallelujah. Amesema in Luke 14, blessed are those who will eat bread in the kingdom of heaven. Kubarikiwa ni wale ambao watakula mkate katika ufalme wa mbinguni. So that is why tunaabudu Mungu na tunamtumikia, kwa maana tunangojea kula mkate katika ufalme wa mbinguni. Hallelujah. Tumekuwa tukiangalia what the anointing do. What the anointing do. Na tukaangalia Mungu akikuguza last week ni nini linafanyika. Tukasema Mungu akikuguza maisha yako inaongezeka. Mungu akikuguza anavuja nira zote. Mungu akikuguza anaponya nafsi yako au sura yako. Mungu akikuguza mapepo inaondoka. Na tukasema Mungu akikuguza every yoke is broken. Na Mungu akikuguza ana heal ama anaponya ile roho yako. Hallelujah. Hallelujah. Je, nataka kusema adhuria leo the characteristics of the anointing. Je, huu kuguzo wa Bwana unakaa namna gani? Hallelujah. How is this Holy Spirit ambaye anakuguza anakaa namna gani? Tunawezaje tujue ni aje? Hallelujah. Sio kusema hivi ndivyo ilivyo, lakini we are looking at the Bible tuone what are the characteristics of the anointing, and more so ile the healing anointing, ile anointing ambayo inatuponya. Hallelujah. Na ambayo inatubadilisha inakuwa namna gani? The Bible says in 1 John 2:27, the anointing you receive from him remains in you. Ile upako ambao mlipokea kwake, na anointing ni Roho Mtakatifu. Wakati tuliokoka, he remains in you. Hallelujah. And you don't need anyone to teach you. Na usitaji mtu wa kukufunza. 1 John inasema ule upako ambao mlipokea, yule Roho Mtakatifu ambao ulipokea wakati ulipookoka, it remains in you. Bwana asifiwe. So kuna Roho Mtakatifu ambaye ako ndani yetu. And the Bible says his anointing teaches you about all things. Huyu Roho Mtakatifu ambaye ako ndani yetu ndiye anatufunza mambo yote. Hallelujah. So he's a teacher in our lives. Yeye ni mwalimu katika maisha yetu. Biblia inasema he remains in us. Anakaa ndani yetu. Wakati unapiga magoti, unasema Yesu ni Bwana na kupokea kama Mwokozi, nimekataa shetani, nimekataa laana, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, anaingia ndani yako. Hallelujah. And he remains in you. Amen. Na kazi yake ni nini? Hakuna mtu anahitaji kukufunza tena akwambie pombe ni mbaya, umalaya ni mbaya, ushirikina ni mbaya. Amen. When he is in you, he teaches you. Hallelujah. Akiwa ndani yako anakufunza. Hallelujah. Na John anasema he teaches you about all things and is true and is not a lie. Anakufunza mambo yote na ni ya kweli na sio uongo.
So mtu yeyote ambaye ameokoka sawa sawa na Roho ameingia ndani yake, kuna mambo anafunzwa, hawezi danganywa. Hata kukija mambo mengine ambayo inadanganya watu, he tells you the truth. Bwana asifiwe. Hata mtu akiongea kwa TV utajua huyu sio mtu wa Mungu, kwa maana ako ndani yako na anakuelekeza ukweli. Bwana asifiwe. Hawezi angalia kwa TV useme sasa nitatuma mbegu ya 600 and wacha niseme 600 243 ati kwa maana niko na kila mtu anaambiwa ile miaka yako tuma mbegu, na hapo mwisho uweke namba ambayo ni miaka yako. Ikiwa uko 243 43 tume 243, ikiwa uko 37 utume 237, ikiwa uko 60 utume 260. Lakini hakikisha miaka yako iko pale kwa hiyo pesa, na wiki hii haitaisha bila wewe kupokea a financial miracle. Wiki imeisha kutoka wakati ulituma. Haleluya, umepokea kitu. Bwana asifiwe. Lakini akiwa ndani yako atakufunza, na just as he has taught you to remain in him. Bwana asifiwe. So huyu ni Roho Mtakatifu ambaye ako ndani ya kila mtu na ambaye anamfunza hata kukaa ndani yake. Hakuna mtu anastahili kukuchukua akutoa ndani ya Yesu. Already the Holy Spirit who is in you, yule ako ndani yako, ya kwanza anakufunza, ya pili anakuelekeza kwenye ukweli, ya tatu anakaa ndani yako na anakusaidia kukaa ndani yake. Bwana asifiwe. Wakati uliisha, wakati watu walikuwa wanatoka kwa Mungu wakirudi, he is the one who teaches you how to remain there. Ile mambo unastahili kuacha ili ukae pale, yeye ndiye anawafunza. Bwana asifiwe. Huyo ni yule ako katika ndani yako. Na the Bible says in Luke 7:38, in Luke 7:38, yule ni yule ambaye ako ndani yako, na huyo hakuna mtu atamtoa, na hakuna kitu kitamtoa. Hata wakati mwingine watu wanaendelea kufanya dhambi, kwa maana wanajua yule aliingia ndani yao. Wanasema hiyo sauti, Luke 7:38, Luke 7:38, wanajua yule aliingia ndani yake. Hakuna kitu, John 7:38, hakuna kitu watasema na hakuna kitu watafanya. He that believe on me, as scripture has said, out of his belly shall flow rivers of the living water. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na kuonyesha tu, he that believeth in me, as scripture says, out of his belly, kutatoka ndani ya yule ambaye ananiamini. Ndani ya ni nini? Tutaita rati belly. Belly is not the stomach. Hallelujah. Ama unasema belly ni stomach, sauti yako. Belly is your stomach. Kuna mahali kunaitwa belly. Hallelujah. Stomach ile ya chakula. Na wengine wako na the one who believe in me, wengine wako na stomach, wako na belly, na wako na nini? Wako na Hallelujah. Hii ni baraka. We have stream of living water flowing deep within you. Stream. Bwana asifiwe. Sio stream ya pombe. Hallelujah. Uwezi kuwa unaamini na stream hii inatoka ndani yako ni ya pombe. The streams of living water. Receive it in Jesus' name. Huyu ni yule ako ndani yetu. Hata hajaanza kufanya kazi. Nataka nikuonyeshe, Roho Mtakatifu akiingia kwako, anafanyika kuwa chemichemi la uzima wa milele. Hauwezi kutana na mtu na yeye akajinyonge, una uzima wewe. Receive it in Jesus' name. Hauwezi ongea na watoto wako hata kama amefika mwisho, because you have a stream of living water in you. Hallelujah. Kuna uzima unatoka. Ukipata mahali hakuna amani, kuna uzima unaleta amani. Kuna chemichemi deep within you. This is your portion kwa kuwa Mkristo.
Bwana asifiwe. Na hii ni anointing ambayo iko ndani yetu. Luke 4:18 inasema nini? Hii ni anointing ambayo iko ndani yetu. Lakini hii nimekuonyesha haifanyi kazi. Hii ni ya kukudumisha wewe mwenyewe. It does not work. Hii ni ya kukulinda wewe mwenyewe. Hii ni ya kukuhifadhi wewe mwenyewe. Hii ni ya kutembea na wewe mwenyewe. Hii ni chemichemi ya uzima wa milele ambayo inatoka ndani yako. The Spirit is in you. The anointing is in you. Anakuanga kwangu. He is the inward witness. Hallelujah. Yeye ndiye mshuhuda, yule anayenishuhudia. Luke 4:18. Wakati nimefika mwisho, yeye ndiye ananishuhudia. Huyo tuko na yeye, ako ndani yangu. Receive it in Jesus' name. Huyo anaonekana ako ndani yako, ndiye mshuhuda. Anakuambia shikilia, safari hata kama ni ndefu utamaliza. Yule ako ndani yako, anakuweka nguvu. Is an inward witness. Receive it in Jesus' name. Huyo ndio wakati tunataka kuanguka na kushindwa na majaribu na mashida, huyo ndiye anatunenea, anatuambia I love you, I care for you, endelea na safari. Hallelujah. Huyo ndiye anakuonyesha mpaka maandiko, anakuambia na kuandalia meza mbele ya maadui zako. I'm preparing a table in front before your enemies. Huyo ndiye inward witness. Na kila mtu anastahili kuwa na yeye. Hallelujah. Na sauti yake usiwahi kuinyamazisha, lakini ile ambayo inaponya, ile anointing ambayo inafanya kazi. Hallelujah. Number 1, it is upon you. Hallelujah. Luke 4:18. The Spirit of the Lord is on me. Yule wa kwanza nimekuonyesha, he was in. Hallelujah. Hii inasema he's on me because he has anointed me to preach the good news to the poor. Sasa ukitaka kufanya kazi ya Bwana na ukitaka kutoka mambo itoke kwako iende kwa wengine, sio yule ako ndani yako, ni yule ako juu yako. Hallelujah. Ile ya kufanya kazi, ile ya kuponya, ile ya kuhubiri, ile hallelujah. He has sent me to proclaim freedom to the captive. Ile ya kufungua watu ambao wamefungwa, sio ile iko ndani yetu, ni yule ambaye anakujanga juu yetu. He's the one ambaye anakujanga na freedom for the captive. Receive it in Jesus' name. And recover of the sight to the bride. Wale na sio wale ambao unajua Wakristo siku hizi wanasema wale ambao ni vipofu wa kiroho. Mimi siongei kuhusu vipofu wa kiroho, ni vipofu wa kweli. Bwana asifiwe. Siku ya leo kipofu akiingia kwa kanisa ni atafutiwe fare na arudishwe kwao. Hata hakuna mtu anaweza jaribu kumwekelea mikono. But when the Spirit hallelujah. Yesu alikutana na wao, sio fare aliwapatia. Hallelujah. Aliwafungua nini? Sisi tumekaa kama kanisa, ako tu ndani yetu. Lakini kutoka leo atakuwa juu yako. Utawekelea mtoto mkono akiwa mgonjwa na fifa itaisha in Jesus mighty name. Hallelujah. Yule ambaye anaponya, yule ambaye anakomboa, sio yule ako ndani yetu, ni yule ambaye amekuja juu yetu. Ndiposa akawaambia msitoke Yerusalemu mpaka mpokee Roho Mtakatifu. Na akawaambia you will receive power when the Holy Spirit come upon you. Hallelujah. Ni power ya kufanya nini? Power ambayo kuwekelea mlevi mkono, hiyo ndio inambadilisha. That is the power of the Holy Spirit. Power ambayo kuwekelea mkono mgonjwa inamponya. Power ambayo inaleta mabadiliko katika maisha yetu. That is the power of the Holy Spirit. Na hiyo inakujanga juu yetu. Bwana asifiwe. Lakini kanisa imekaa na yule hapo ndani na hawataki kumwachilia. Kanisa imekaa without power, kwa sababu the Holy Spirit hakujagi juu. Lakini yule ambaye anafanya kazi, the Holy Spirit who is working is the one which is upon.
Bwana asifiwe. Yesu akasema ako juu yangu, sio yule wa ndani. Akasema ako juu yangu. Kutoka leo pokea Roho Mtakatifu juu yako ili ubadilishe maisha yako. In the mighty name of Jesus Christ. Huyu ndiye Peter alikuwa naye. Akaangalia kiwete, akamwambia fedha na dhahabu sisi hatuna, lakini kile tuko nacho ndicho tutakupatia. Katika jina la Yesu, amka na utembee. Ni kile alikuwa nacho juu yake. Kanisa la Bwana, let us wake up and change things in the mighty name of Jesus Christ. Tuamke tukabadilishe mambo. Tuamke tukiwa na Roho Mtakatifu akiwa juu yetu. Hallelujah. So number 1, yule ambaye ako juu yetu ni yule ambaye anafanya kazi, is the anointing which is upon you. Huyo ndiye anabadilisha. Huyo ndiye anabadilisha watoto wako. Hallelujah. Huyo ndiye anabadilisha maneno yako. Isiwe maneno haina kitu. Iwe maneno ambayo iko na nguvu na ambayo iko na uwezo. In the mighty name of Jesus Christ. Unaweza ongea lakini watu waseme yule aliongea mara mwisho ndiye ameongea kitu. Hao wengine ni bure kabisa. Hallelujah. Nini nakufanya usiwe bure kabisa? Na wewe bure kabisa. The Holy Spirit upon you. In Jesus mighty name. Nini inabadilisha jiji letu? Ulevi, mambo mabaya iko. Sio yule hapo ndani yetu, ni yule atakuja juu yetu. Mukamo kila inya. Mukamo kila inya, mukamo kila inya. Roka igoro. Mukamo kila inya. Mukamo kila inya, mukamo kila inya. Roka igoro. Huyo atoke ndani. Sasa akuje juu. Ndio pokee nguvu. In Jesus mighty name. Hutaishi maisha bila power. When he is upon you, there is power. In the mighty name of Jesus Christ. Number 2, the healing anointing. It is activated by faith. Hii inafanyishwa kazi na imani. Bwana asifiwe. Yesu hapa tunasoma Mark 5:1. And the disciples said, you see the crowd pressing against you, and you say, who touched me? Huyu ni yule mama ambaye alikuwa anavuja damu. Biblia inasema wakati alisikia Yesu anapita, akasema mimi sitaki kumuona na mimi sitaki kumsikia, hata sitaki aniguze, lakini mimi mwenyewe nitaguza nguo zake. Hallelujah. Na wakati alienda akamguza kwa imani, Yesu hujuanga wale watu wanamguza kwa imani. Na kutoka leo, may you be touching Jesus with faith in Jesus mighty name. Anajua wale wanamguza wakipigwa selfie na yeye. Hiyo ni tofauti. Yesu kuja hapa tupigwe selfie. Hiyo ni tofauti. Hallelujah. Anajua wale wanamguza kwa sababu leo ni siku hizi ni za mask. Yesu anajua wale wanamguza na hii sijui inaitwa jina Kiswahili. Hallelujah. Ni kisomo. Anajua. Bwana asifiwe. Anajua wale wanamguza kwa imani. Akasimama akauliza, nani ameniguza? The next verse. Nani ameniguza? Akaambiwa, unaangalia wao watu wote, unaweza jua ni nani amekuguza. You know there are people who are excited kwa sababu ya kutembea na Yesu. Hata hawakuwa na elio ya kujua wakati watu wanaguza Yesu. Wanakuanga off air. Ukisema hivi, ukisema Roho Mtakatifu amekuja sana leo katika service. Wanakuuliza, alikuja aje? Hawana feelings za kiroho. Ukisema leo tumebarikiwa na neno. Leo mchungaji amejaribu pointi zake hazikuwa mingi. Nakuuliza kwani alisema kitu? Mimi hata sikusikia. Mbaya kanisa la Bwana, mtu akisimama hapa, nikisimama hapa niseme ushirika ni wa Thursday, unaenda kuuliza kwani kuna ushirika wiki hii? Hallelujah. Bwana asifiwe. Unauliza kwani kuna ushirika wiki hii? Hallelujah. So he was looking around to see who had done this. Nataka kuangalia pale anasema your faith has made you whole. Weka hiyo verse. Hallelujah. Sasa hawa ni watu ambao hawajui, hawaelewi,
ya kuwa kuna mtu ameguza Yesu kwa imani, na ile shida ya miaka 12 imeisha. Haleluya! Wakati utamgusa na imani, shida yako ya miaka mingi itaisha. Receive it in Jesus mighty name. Shida ya miaka 12 iliisha. Kwa nini? Kwa sababu alimguza Yesu na akaguza pibe la vazi yake, akamwambia go in peace, your faith has made you whole. Hallelujah. Akaambiwa sio hiyo tunaelewa, lakini akaambiwa Mark 5:34. Go in faith, Mark 5:34. Wakati alimguza 5:34. Wakati alimguza kwa imani, akaambiwa your faith has made you whole. Anointing inawekwa nguvu na imani. Receive it in Jesus name. Wao wanaamini ndio wana activate anointing. Nikienda kwa mchungaji, hallelujah, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be free from your affliction. Bwana asifiwe. Be free from your affliction. Hata wewe kile kinakusumbua, kwa imani iondoke katika jina la Yesu. Akaambiwa imani yako, sio mimi nimekufonya, sio mimi nimekuguza, lakini imani yako imekuponya. And from now, go in peace. Naona ukienda kwa imani na Yesu, atakwambia kwa sababu ya anointing yake ambayo iko juu, itakwambia go in peace from this Sunday in Jesus mighty name. Hallelujah. Mwezi wa 9 ukiingia, I can see Jesus telling you go in peace in Jesus mighty name. Na shida yako ikuondokee, kwa maana ulimguza kwa imani. Huku mguza kama wale wengine mkipigwa picha, huku mguza kama wale wengine ili waonekane, lakini wewe ulimguza kwa imani. Anointing is activated by faith. Receive it in Jesus mighty name. Hallelujah. Number 3, Mark 6:5. Anointing is quenched by familiarity. Anointing is reduced by kuzoea. Hallelujah. Mazoea inafanya anointing ionekane kama haiko. Hallelujah. Nataka usome mstari wa 5. Mark 5. Mark 6:5. That inasema, and he went out from thence and came into his own country, and his disciples followed him. Verse 5. And when the Sabbath was come, he began to teach in synagogue. Many hearing him were astonished, saying, from whence had this man these things? Hallelujah. Wengi ambao walikuwa nataka nikutane. Wengi ambao pale juu inasema aliporudi kwao pale alizaliwa. Hallelujah. In his hometown. Wakati alirudi kule, nataka verse 6:5 please. Wakati alirudi kule, akaanza kufunza, na wengi wakastuka, wakauliza huyu ametoka wapi? Leo mmoja wao wakaigulia. Kuna mahali utaomba watu waulize huyu ni yule tunashidana na yeye. Receive it in Jesus name. Hallelujah. Aliporudi kwao, wakauliza huyu ni yule Yesu ambaye alikuwa anakutengenezea sofa set, alikuwa kapenda sana. Ni yule alikuwa anakutengenezea wardrobe. Ni huyu Yesu ambaye alinitengenezea harufu yangu. Hata kuna kitu yangu nilimpelekea na haja nirudishia. Aliitwa. Bwana asifiwe. Walipoona yeye, the Bible says, and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works were wrought by his hand? Is not this carpenter, the son of Mary, brother of James and Joseph of Judah and Simon, and not his sisters here and there, and they were offended by him? Hao ni watu walizoea Yesu. Hallelujah. Yule Yesu ambaye anafufua watu,
Yule Yesu ambaye anakutana na mtu ambaye ni amen. Anakutana makwani, anaenda kwa nyumba ya mother-in-law ya Peter. Anakuta ako na fever, anamshika mkono, anaamka, anaenda Mark 5 ukisoma, anatoka kwa marikebu, anaenda nakutana na mtu ako na kichaa, anafukuza mapepo, inaingia kwa nguruwe, anapita pale, anakuta yule mama alikuwa na anavuja damu, anamponya. Huyo anaenda kwa Jairus, anafufua msichana. Lakini akirudi kwao, kuweta Kapernaum, akirudi kwao wanamuita carpenter. Bwana asifiwe. Nataka uone hata kama akawalete. Ndipo tunasoma here, he was not able to do many miracles there, except that he laid hands on few sick people and healed them. Familiarity, kuzoea. Ukizoea mchungaji wako, you never receive anything. Bwana asifiwe. Hata ukimwaga maji inajua kutembea. Na maji inatembea mahali kiko chini. Si tunaelewa hivyo? Maana vyana kula kweli. Ukipoa maji mahali ni flat, haitaenda. Anointing naye haipendi mtu ambaye mnatoshana. Yesu aliporudi kwao wakamuita carpenter. Ni yule ambaye aliponya mama. Yule ambaye aliponya mother-in-law ya Simon wakamuita carpenter. Yule ambaye alifufua Lazaro wakamuita carpenter. Yule alifukuza mapepo, nguruwe 2,000 wakaenda. Huyo alipofika kwao hakufanya miujiza, aliguza tu watu wachache. Familiarity. Usizoee mchungaji wako. Ana kama mko alikapoja. Usimzoee. Hallelujah. Amen. Familiarity ndio inakuza watu waopokee. Anointing and talking kwa haiwezi. Hallelujah. The Bible says ni kama mafuta ambayo imemiminwa kwa ndevu za nani, za Haruni, inatiririka mpaka kwa nguo zake. Anointing inatoka juu inaenda chini, sio vivyo vingine. Hallelujah. Wale watu ambao wanazoea mchungaji, wale watu wanazoea Yesu, hakufanya kitu, aligusa tu watu wachache ili tu atoke aonekane kama sio. Lakini yule powerful Jesus, healing Jesus, raising the dead, yule anafanya mambo makubwa, alipofika kwao power yote. Sababu walisema carpenter sana. Watu wengine wamekuwa bali. Lakini wanapoingia kanisa wanakuta ni classmates. So akipatiwa ushuhuda, anasema mchungaji wenu is my classmate. Kwanza anamuita Johnson tulikuwa tunasoma naye. Huyo alizipokea hata kidogo. Familiarity. Bwana asifiwe. Hallelujah. Siku ile mtapigana haifai na mchungaji wenu. Let me tell you. Hakuna kitu, ni kuwekelea watu mkono tu. Hakuna kupokea muujiza. Angalia hapo. Only a few sick people healed them. Only a few. Mkipigana haifai, huyo mkono huwezi leta uwekelewe sasa. Tumetoka kwa haifai, ndio serious. Oh God, receive in Jesus name. Mkono huu ulipiga haifai. Hallelujah. Familiarity. Na hiyo ndio imeua kanisa. Kwa sababu watu hawaogopi kuongea juu ya mchungaji wao. Na mchungaji wao alijifanya kama wao. Familiarity. Hakuna kitu modo ina noti anasimamisha mawimbi. Kuna kuwa na msukasuko. Anasimama, anasema pika. Huyo anakifika kwao wanamwita carpenter. Hallelujah. Anointing haitaki kuzoewa. Anointing ile inabadilisha. Hii sio okay juu ya ile iko ndani yetu. Ile ambayo inakuja, ikikuja hapa kwa line, ukuja hapa kwa line, inakuja inaangalia huyu ni familia. My friend, umoja ndani ya India. So kuweka mkono wake ni kama salamu ile mlipigana jana. Huyu mwingine huyu haja kuzoea kama ile mama. Kuja kupokea. May you never be familiar in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Familiarity, usizoee. Na ukitaka kupanda katika ufalme wa mbinguni, hata wewe usiruhusu watu wakuzoee. Ati mpaka tuambie tuombe, anakuambia kai
Na kuiguo ni mambo ile mmeongea. Sasa mnaamka ati ndio muombe. Hata unaanza kuvuruta nguo ndio muombe. Huku unajua hata nguo imetoka ndio kile. Nini tu inapokuwa haja. Sasa ndio naambia tuko serious. Let us pray. Hallelujah. Hata hawezi kufunga macho. Anakuzoea. Bwana asifiwe. Tusiwe hao watu na tusiwe kama hao politician. Ni kuchezea, wanachezea wachungaji. Wanakuja tu wanakuambia wewe ndiye pastor wetu. Lakini wakuwa na shida serious. Wanajua ni nani anawaombea. Wanaenda huko mapema sana na wananyenyekea na wako na bahasha. Hata hakujaji na gari zile kubwa, anajua huko ni wakunyenyekea. Tamkuta huko. Ni mali ya mama hawa ya. Wale mali ya mama dhakaria. They know. Kwa maana familiarity. Bwana asifiwe. Anointing ile ya kuponya watu haitakani kuzoewa. Anointing ile ya kukomboa watu usizoee. Anointing ile ya kufanya ukiwa maskini uendeshe gari yako hiyo usizoee. Lakini ya kuzoea you never go anywhere. Ni kuguza tu watu wachache ili kanisa lionekane liko na kuna uwezo. Receive it in Jesus name. May you never become familiar in mighty name of Jesus Christ. Hiyo kitu kingine number 4. Anointing it can be proven to be real. Inaweza dhibitishwa. See, telling me, see that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest, and offer what Moses prescribed for your credential as a testimony to them. Huyu alikuwa naye akona leprosy, alikuwa na ukoma. Wakati Yesu alimponya, akamwambia usiambie watu wengi, lakini enda kwa mchungaji, enda kwa pastor wako na utoe kile ambacho alikwambia. Hallelujah. Kikiwa nini? Ushuhuda. So hivyo ni kuonyesha nini? Vile alifanyiwa ilikuwa ya kweli. So ile anointing ya kweli, it is also real. Ukisikia mtu akisema niliponywa, ni ukweli. Ukisikia mtu akisema nilikuwa hivi, nikawa vile. Jesus told them, enda ukajionyeshe ya kuwa ni ya kweli. It is real. Bwana asifiwe. So sio mambo ya kuongea, Roho Mtakatifu amekuja, tumeomba, tunasikia kama tumeguzwa. No, it is a real thing. Bwana asifiwe. Ni kitu tunaweza onyesha. Huyu alikuja hapa bila watoto, sasa ako na wawili, mpaka ameanza family plan. In Jesus name. Hallelujah. Unajua ukiombea wengine watapata wewe mpaka waanze kulia. So sasa unapeleka hivyo shida ya binadamu. Hawakuwa wanakuja, wakikuja hivyo. Huyu alikuwa hapa, alikuwa anakufa, tukamwona is a testimony. Anointing is real. Receive it in Jesus name. Ulikuwa na ugonjwa wako na huko unataka watu wajue, umekuwa ukilia Mungu. Sasa unaangalia tu, lakini ni vile mtu hana inaitwaje? Hana ujasiri wa kusema nimepona. Bwana asifiwe. But the anointing is real. Ukijiexpose kwa anointing ile ambayo ni ya Mungu na kweli, the upon anointing ile ambayo inakuja juu yetu, inafanya mambo ya kweli. Huwezi kaa kwa hiyo madhabahu 1 2 3 years. Ukienda ugonjwa ambao ulikuwa unasukua wewe, imedisappear because anointing is real. Receive it in Jesus name. Kuja service tu, unachukua mikono tu, leo unaenda, kesho unaenda, after 3 months ile blood pressure unakuta haiko. In Jesus name. Na lazima uende ukapimwe kwa sababu the anointing is real. Bwana asifiwe. So hii anointing ambayo inakuja juu yetu sio kitu ambacho kuongea hatujui, ni kitu ambacho ni ya kweli. Akamwambia enda ukajionyeshe kwa makuhani. Hallelujah. Number 2 Kings 13 20 and 21. Tunamalizia. Suddenly they saw
marauding band. So they threw the man into Elisha's tomb. When he touched the Elisha bone, the man was revived and stood up. Hallelujah. The Syrian wakataka kupigana na Waisraeli. Miaka mingi miaka mingi baada ya Elisha kukufa. Alikuwa baada amekufa. Hallelujah. Wamoabi wakakuja. Lakini walipokuwa kwa mazishi sio watu 15 na watu wengi. Walipoangalia wakaona askari na bunduki na nini, wakaacha mtu. Alipogusa mifupa ya Elisha, utafanya nini? Kwa sababu ile anointing ambayo inakuja juu yako ni anointing ambayo inakaa. Is a legally anointing. Anointing ambayo inaweza legally kusema nini? Inafanya nini? Inazunguka tu karibu na wewe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Huyu Elisha alikuwa mfanyaji na alikuwa na anointing. Baada ya kuzikwa, mifupa yake ilikuwa na hiyo. Bwana asifiwe. Wakati unaelekea mkono hapa, usiende nyumbani kama mtu ovyo. Saa zingine hata ndipo Elijah alimwambia je, uende ufungue nyumba, umwagie mafuta na usisalimie mtu yeyote. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia mkiwa jiani msisalimie mtu. Edeni na msichukue kitu. Hallelujah. Why? Ile inaitwa legal anointing. Sasa ile nyumba yako iwe na amani. Unastahili tu kutoka hapa na usiongee na mtu. Baada ya kuombewa uende ukiwa umenyamaza. Sijui kama utaandika na hapa nyumba demwera, kila mtu akikusalimia unamwonyesha. Uende tu kwa nyumba na usifanye kitu kingine chochote. Ukae useme nimekuja na uwepo wa Bwana. Mambo lazima ibadilike huko. Bwana asifiwe. Saa zingine wale ambao unataka wabadilishwe na Mungu, unawadai wakati umetoka kanisani, unasema the first person to hug ni huyu, kwa maana niko na upako. Inalinda ni ikara. Hallelujah. Inaweza kaa mpaka mwaka mzima. Unaweza tembea nayo wako nyumbani. Sio kama yule hapo ndani yetu. Inaweza kaa. Receive the legal anointing in the mighty name of Jesus Christ. Unafikia mapepo itakuweza. Hiyo ikikaa ndani yako ni kitu ambayo iko ndani yako, iko juu yako. Ni kitu ambayo inakuzingira. Wakati huyo mtu aliguza mifupa akafufuka. Naona hiyo ametulikaa kwako na ikifufua yale mambo ambayo inakaa kama imekufa. Pokea katika jina la Kristo. Ukiingia kwa nyumba yako baada ya service, ile mambo ambayo imekaa kama imekufa na mikuziko inazikwa. Oh, hallelujah. Hii anointing inaiguza na hiyo mambo inaamuka. Pokea ufufuo katika jina la Yesu. The legal anointing inaweza kufua mambo. Mifupa inaona nguvu na uwezo, inafufua mtu ambaye amekufa. In Jesus mighty name. Hallelujah. Hata bila kusubwana na bwanako, unaenda na anashindwa. Leo mtumia mama yule bibi yako ni mzuri aje. Miezi 3 haja ni haki. Lakini sasa leo hallelujah. Hata yeye anasimama tu hivi anauliza. Unajua unamhanga na shindwa, nini? Kuja tena. Hallelujah. Na unasema in the name of Jesus, ile anointing ambayo imetupea kanisani leo, pokea katika jina la Yesu. Unakutana na kijana wako, unajua leo Mungu ametembea pale kanisani. Na nimeona vile Mungu amekuwa. Leo unakutana na kijana yako, na mwambie na bila yako pia unamsaidia. Ndio hapo yale. Ile mwakilizo asijera. Lakini wewe unajua ni anointing. Unamwachilia. Receive it in Jesus name. Hallelujah. Kwetu kuna mtu, mimi sikujua kwa nini alikuwa anapitia pande fulani ya barabara. So ukikuja pande hii ile, ukikuja pande ile,
kwa sababu mahali alienda aliambiwa never katika maisha yako mtu asipitie upande wako wa kulia. So anaamini ya kuwa upande huu kuna kitu, ukikuja pande hiyo kitaisha. Bwana asifiwe. Sisi ni Wakristo wa kuamini, na wewe amini unaweza toka hapa na power kubadilisha watu. In the mighty name of Jesus Christ. The anointing inaweza kaka. Hiyo tunasema is legal, inaweza kaka. Saa zingine inaweza kaka. Inaweza kaa juu yako hata siku mzima katika jina la Yesu Kristo. Inaweza kaa hata wiki mzima. Unaweza toka hapa saa hii ikae the whole week na wewe. Receive in Jesus name. And it's the power. Hiyo ndio nguvu ambayo inabadilisha. Ile iko juu yetu inabadilisha. So it is a legal anointing. Hallelujah. Number 2, it's mysterious. Rudi hapo juu. It is mysterious. Ulikuwa umesoma mstari huu gani? It's mysterious. Elisa alifanya nini? Alikufa. Na alikufa kwa nini? Kwa ugonjwa. The verse 20. Hallelujah. Alikufa kwa ugonjwa. Swali ni hili, mtu wako anointed anakufa aje? Bwana asifiwe. Because anointing is mysterious. Ni kitu ambayo haiwezi elezewa. Yule alikuwa anafufua watu Yesu, tunamwona msalabani akipigwa misumari pale. Mtu mwingine anakuja na mduga mkuki na anamjua tu. Lakini kumbuke yake ndani ya kile. Anawajua wote. Bwana asifiwe. Na usidhani wale walifanya Yesu mabaya ni wale walikuwa bali na yeye. Kwanza ni wale ambao walikuwa karibu. Kwa nini akiwa anointed? Yule anasema the spirit of the Lord is upon me for he has anointed me. Kwa nini alikufa msalabani? Kwa sababu the anointing was mysterious. Kuna mambo Mungu anaweza kosa kuondoa katika maisha yako. Useme nguvu zake haziko. Still it is there. Receive it in Jesus name. Kuna nguvu unaweza Elisha, Bible says alikufa kwa ugonjwa. Alipokufa kwa ugonjwa, ujue anointing ni mysterious. Haijulikani, huwezi elezea. Mungu sio kompyuta na mkinya kunakuwa hivi. Alipokufa, mifupa yake inafufua mtu. Kwa nini yeye hangejifufua? Because anointing is mysterious. In Jesus mighty name. Hallelujah. Jambo la mwisho, anointing ile ambayo inakuwa juu yetu, it is associated with anointing for prosperity. With the anointing for prosperity. Hallelujah. Thank you. Elisha died and was buried. Alipozikwa, mtu anakuja kwa kaburi yake, anarushwa, anafufuka. Kwa nini yeye hangejifufua? Powerful verse. Hallelujah. 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 It is Luke 4:23. Luke 4:23. It is connected to prosperity. Hii anointing ambayo inakuja juu yetu iko na uhusiano na kufanikiwa wewe kwa pesa. Receive through prosperity. In Jesus mighty name. Hallelujah. Bible inasema wakati ule wa Elisha, huyo habari kufa na ugonjwa, alitumwa. Kulikuwa na watu wengi Israeli. My Bible is saying what? But I tell you the truth. Many widows were in Israel in the days of Elisha. When they have heaven, Luke 3. When Luke 4:23. When heaven was set up 3 years and 6 months. When the great famine was brought on the land, but unto none of them was Elisha sent, save unto Zarephath, city of Sidon, and the woman who was a widow. Hallelujah. Amen. Kulikuwa na shida Israeli yote, lakini Elisha, hallelujah, nasema 25. Lakini Elisha hakutumwa
hakutumwa kwa watu wote. Wakati wa njaa hakutumwa kwa watu wote. Alitumwa kwa nani? Mmoja tu. Na kulikuwa na shida katika hiyo boma. Elisha, when the sky was set up, ni sawa hiyo. Only to a certain widow. Only. Wadani ya mwisho. Ile anointing iliingia kwa mtu mmoja, na kutoka siku hiyo uga wake haukuisha. Haleluya. Mafuta yake haikuisha kwa miaka 3. Kutoka hapo akamove. Kutoka mtu ambaye alikuwa anataka kukula akufe, akakuwa mtu ambaye anakula na anashiba for 3.5 years, kwa sababu hii anointing, mafuta hii ikiwa juu yetu, iko na uhusiano na kufanikiwa kwetu. May you prosper from today in Jesus mighty name. Hii mafuta kuingia kwa huyo mama tu, akafanyika, sio kuomba mafuta tena, na sio kutafuta kuni ya kufe, na sio kufika mwisho tena, for 3.5 years. Kwa maana alitumiwa, haleluya, alitumia anointing, na akatumia mtu ambaye anointing kwa juu yake. Wale wengine njaa iliwasubua, but for this woman, for 3.5 years he was eating and drinking because of the anointing. Kuna mambo inakuja kwa 2020 na hata 2021 in the mighty name of Jesus Christ. In the next 3.5 years kuna mambo utaona kwa sababu ya upako. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Umekuwa maskini, lakini kuna kitu kinaingia for the next 3.5 years. Atakula, hata wewe naona mbingu yako ikifunguka, na kwa miaka 13.5 ambayo inakuja, there are things which will be changing in the mighty name of Jesus Christ. Hii anointing iko na uhusiano na prosperity. Hallelujah. Iko na uhusiano na kufanikiwa. Every anointed man is a prosperous man. Mtu yeyote ambaye upako uko juu yake, kuna kitu kinafanyika kwake, na kwake na shida za kawaida. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwa kulikuwa na watu wengi. Hapo chini inasema kulikuwa na watu wengi wanaokoma, lakini Elisha aliponya tu Naaman. Naaman alikuwa anaenda hospitali, anaenda kwa mganga wa Kitui, anaenda kwa anaona kuna watu nilikuwa naona kwa TV wanaenda shida katika tauni yao, kumejaa advertisement za waganga kutoka wanasema watu leo wanasema hawa watu wamekuwa wengi sana huku, mpaka wanaenda shida wakuwe wengi. Sina shida na wao, sisi tuko na Yesu, katika jina la Yesu. Na kama mganga angekuwa na suluhisho la watu wangekuwa wanaenda, si wangekuwa ameishaisha. Sasa ni wengi, Abdul Kamal, Saif Kamal, na unajua wote ni Kamal, hakuna mtu hapa, hakuna Mswahili hapo, na hakuna mtu wa Tanzania. Bwana asifiwe. What am I saying? Sijali na waganga, sijali na mambo mengine. Anointing imekuja kwako. Hauta naonaga wakiandika mapenzi, kazi, vitu zimepotea. Nguvu za kiume. This is more funny. Kwa sababu zile mambo ambayo hata mimi mwenyewe I'm excited nikisoma. Na unauliza makastoma hawa ni wapi? Bwana asifiwe. But for us, we have a great anointing in the mighty name of Jesus Christ. Ile ambayo inaingia, hakuna haja ya mganga. Elisha akikuja aliingia kwa huyu mama mwingine. The Bible says akaingia kwa mama, na huyu mama hakuwa na mtoto. Akaulizwa, ni nini ungependa kwa Mungu? What do you like God to do for you? Hallelujah. Why? Kwa sababu anointing na kuendelea zinakuwa pamoja. Bwana asifiwe. Mama alikaribisha Elisha, akamjengea nyumba, lakini mama akamuuliza, nini ungetaka kutoka kwa Mungu? Amen. Yaani hii anointing iko na mpaka mtambo ina download kutoka kwa Mungu mpaka kwa maisha yako.
Receive it in Jesus' mighty name. Hallelujah. So it is connected with prosperity. Anasema in that John 2, barua ya John 3:2, anasema nini? That John 2. So it is connected with prosperity. Behold, beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as thy soul prosper. That John 2. Yohana wa 3:2. It is just one chapter. 2. Above all, juu ya yote, that you may prosper and be in good health as your soul prosper. Nini anatuambia? Anointing iko na uhusiano na kufanikiwa. Bwana asifiwe. Hiyo ikikuja juu yako, ikuje juu yangu, nabadilisha mambo. Nabadilisha mpaka watoto wetu. Nabadilisha mpaka biashara zetu. Nabadilisha mpaka jamii zetu. Inabadilisha mpaka mambo yetu. Kwa maana is anointing which is upon us. Hiyo ni kubwa kuliko ile. Nilianza na kusema ni kubwa kuliko ile iko ndani yako. Ile iko ndani yako ni ya kukudumisha kwa Mungu na kukudumisha kwa Yesu na kukufunza. Lakini hii nyingine ndio inabadilisha mambo na ndio inabadilisha hali. It is the anointing which work. Hallelujah. Anointing ile inakuja juu yetu, hiyo ndio inabadilisha mambo na ndio inafanya kazi. Ile ambayo iko ndani yetu ni ya kutusaidia katika maisha yetu, and also in our walks with God, wakati tunatembea kwa imani. Yule ambaye ako na sisi, kwa sababu kuna the third one, they are not with you. Yule ambaye anatuongelesha wakati hatujaokoka, ambao condition, yule ndiye ananena na sisi, tunasikia tutaokoka. Huyo anakuanga udasi. Tukimpokea anakuja inasi. Hallelujah. That John 2:2. Brother, hakuna tu. Sawa. So, what am I saying? Tupokea anointing kutoka leo, and our lives will never be the same again. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hiyo ndio tofauti. Na hapo ndipo Mungu anataka kanisa lake liende. Na ndipo Mungu anataka kanisa lake lifanyike. Liwe na upako. Roho Mtakatifu awe juu ya kila mtu, kwa maana yule ndiye anabadilisha. Bwana asifiwe. Akiwa ndani yetu hakuna mambo mengi yatabadilishwa, lakini akiwa juu yetu kuna mambo yatabadilishwa. Ndipo akawaambia, you shall receive power. Act 1:8. When the Holy Spirit, andika hiyo tuombe naye. You shall receive power when the Holy Spirit come upon you. Bwana asifiwe. Ukisoma hapo nyuma alikuwa anawaambia Act 1:8. Tarry in Jerusalem. Mkae Jerusalem until you are endued with power from on high. Anawaambia msitoke hapo, kwa maana mkitoka, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, to the ends of the world. Akikuja anawafanya kuwa witness. Nyinyi mtakuwa mashahidi. Huwezi fanyika mshahidi bila awe juu yako. So if the Holy Spirit will change you from kuwa mshirika wa kawaida, kuwa mtu wa kuokoka kawaida, akikuja juu yako, he will come upon you and you will be. Bwana asifiwe. Wakaambiwa mgoje. Na ikiwa Yesu aliwaambia wagoje, lazima iwe ni kitu iko na maana. Na kanisa la Bwana siku hizi haliwezi ngojea. Wakaambia mkae Yerusalemu mpaka akuje. And when he comes, you will receive power. Hallelujah. Ndio inakuwa. When he come upon you, akikuja juu yenu, kuko na nguvu. In Jesus mighty name. Nguvu ya kuacha dhambi, nguvu ya kuhubiri Injili, nguvu ya kuleta watu ambao wametekwa, kuwafungua. That power inakutokana na Roho Mtakatifu. Sio kujua kuongea na sio kujenga kanisa, but what we should be looking for, juu ya yote hata kufanya hayo mengine, is for the Holy Spirit to be upon us, ndio tufanyike kuwa witness, and that one will change.
Kila mtu alikuwa anataka Yesu akuje kwake, kila mtu, kwa maana akikuja kukiwa na shida inaondoka. Kwa nini? Alitembea Roho Mtakatifu. May the Lord bless you. Inamisha uso wako, mwambie Bwana ni asante for the healing anointing. The healing anointing, that's the anointing which is upon us. Ndio tumesoma siku ya leo. That anointing which is upon you. Hiyo anointing ambayo inakuja juu yetu inabadilisha roka mara biko rebebe barana sankara bendebe makasi borodo ramaza kusuntu la biko rebebe barada zikoshiki baramada rebebe romomo maskita rodorada zimorobo baskara rebebe rima mama maskolo rebebe. Utapokea mkubwa akija juu yako. You will be a witness. Milano lo la baba makaribo senteklede rima ramba mama rimo mama rima maskara naya. Najua tayari yako ndani yako, lakini ni yule ambaye atakuja juu yetu. Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me. Akasema Roho wa Mungu ako juu yangu, kwa maana amenimiminia mafuta nikahubiria maskini Injili. Ramakarababa, He's upon you today. He's upon you today. Ramamama, yule wa kwanza ni witness. Yule wa kwanza anakaa na wewe, lakini huyo ni wa kufanya kazi. Roro bima mama rekele skada bima mama salanana bima mama sura zima baba rima mama salalele bima mama remele. Huyu ndiye mfanyikazi, huyu ndiye mfanyikazi katika ufalme wa Mungu. This is the worker. Rima mama, this is the worker. Rima mesalele, hii ndio nguvu ambayo ya miujiza na ishara. The power behind miracles is the Spirit is upon the people. The power that changes families. That is the power of the Holy Ghost which is upon you. The power that changes your life. Roko rima mama, ile nguvu inabadilisha maisha yako milele. Ni huyo Yesu akuwa juu yako. Rima mama Roho Mtakatifu Ramamama, jioni ya leo Ramashiba Rama, mwambie uko hapa na umejua ni ukweli. He can be upon you. Rima Ramamama Zuka Ramamama Rima be upon me, Lord. Anoint me afresh. Anoint me afresh. Anoint me afresh. We will receive power when it come upon us. Power against power. Power against power. Power against power. Thank you, Jesus, for releasing power against the power of the enemy, against snakes and scorpions, against witchcraft, against sorcery. Came this place with your mighty power of the Holy Ghost, the greatest power in the universe, the Holy Spirit, the greatest power. Oh, Rakarama Zino Mama Sarana, Rima Mama Sorodo, Zino Sarana, Bari Baba Sorodo, Zini Sarana, Bede, Kurasi Mama, Nikarama, Aya, follow me like the day, like the day of Pentecost. Fire.
That power of the Holy Spirit